Katika hatua ya kushangaza na ambayo ina utata mkubwa kisiasa, rais wa Colombia ndugu Gustavo Petro amependekeza kuhamishwa kwa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kutoka Marekani kwenda Doha nchini Katari. Hatua hii inakuja mara tu baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, yaani US State Department, kutangaza kufutwa kwa visa yake ya kuingia nchini Marekani. Taarifa zinasema kuwa hatua ya Marekani kufuta visa ya Petro imetokana na matamshi yake ya hivi karibuni ambapo aliwataka wanajeshi wa Marekani wasitii amri za Rais Donald Trump, akiyetaja kama hatari ya kipuuzi na ya kichochezi. Maneno haya yamezua taharuki kubwa, yakichukua kama changamoto ya moja kwa moja kwa mamlaka ya serikali ya Marekani. Kupitia mtandao wa kijamii kama Twitter, Rais Petro aliandika maneno makali akisema mauaji ya kimbari ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Ni wakati wa kuhamisha Umoja wa Mataifa kwenda sehemu yenye demokrasia zaidi duniani. Kauli hii si tu inazua mvutano mpya katika mahusiano kati ya Marekani na Colombia, bali pia inafungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya Marekani kama mwenyeji wa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York tangu mwaka 1945, yaani kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Petro anaamini kuwa kuendelea kuwepo kwa makao makuu ya UN Marekani kunatoa faida kubwa ya kisiasa kwa taifa moja, huku akisisitiza kuwa Doha au nchi zingine zisizo na ushawishi mkubwa wa kisiasa zinapaswa kupewa nafasi ya kuwa nyumbani kwa Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema pendekezo hili linaweza kuwa na upinzani mkali, hususan kutoka mataifa makubwa yenye nguvu ya kidiplomasia. Hata hivyo, hatua ya Petro imeibua maswali ya msingi kuhusu usawa, demokrasia na uhalali wa Marekani kuendelea kuwa mwenyeji wa taasisi kubwa zaidi ya kimataifa duniani. Kwa sasa dunia inasubiri kuona iwapo Umoja wa Mataifa utachukua hatua ya kujadili pendekezo hili rasmi au kama itabaki kuwa sauti ya kisiasa ya Petro katika mivutano yake na serikali ya Marekani. Lakini jambo moja ambalo ni wazi, hatua hii imeweka Colombia na Marekani katika ukurasa mpya wa mvutano wa kidiplomasia, na huenda ikafungua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa Umoja wa Mataifa na headquarters zake kuweza kubadilishwa muda wowote kuanzia hivi sasa.